Wabunge, tunaendelea sasa na uchangiaji. Tutaanza na Profesa Sospeter Mujarubi Muhongo, atafuatiwa na Mheshimiwa Asha Juma Feruz. Mheshimiwa Daktari Zeyana Abdalla Hamid ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia muda wa kuchangia bajeti ya wizara hii. Labda nianzie mwisho, Mwenyekiti. Wakati nitakapokuwa nachangia, nina mapendekezo 14. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiniona nafika la 10 unajua nakaribia kumaliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba na waheshimiwa wabunge, hii wizara tunavyoongelea dira ya 2050 tulionyesha umuhimu wa wizara ya nishati na nishati kuhitajika, lakini sasa kuendesha uchumi na hayo tuliyotarajia kufika mwaka 2050, kila kitu kiko kwenye wizara hii. Ni kwamba, na mnakumbuka kwenye mchango wangu niliwaeleza ile formula ya mafanikio na ustawi wa mataifa duniani. Sasa leo siwezi kuirudia, kama mmesahau mningoje mpaka wakati wa bajeti ndio nitairudia. Cha muhimu hapa ni kwamba safari yetu ya 2050 ni lazima tuwe na uchumi unaokua kwa kasi zaidi ya 10%, na ni lazima uendeshwe na watu wajuzi, maana yake knowledge economy. Bila hiyo hatuwezi kuvuka, na hiyo ndio China ilifanya mwaka 78. Mimi nakumbuka naenda kusoma lugha kule Ujerumani na kukutana na Wachina wamemwaga huko wengi, kumbe walikuwa wanajitayarisha kwa ajili ya mapinduzi ya uchumi nchini mwao. Na Mheshimiwa Waziri, unafanya vizuri hii ya kupeleka vijana kwenye vyuo vikubwa vikubwa. Sasa waheshimiwa wabunge, ni sisi wajibu wetu kutathmini mfumo wa elimu tuliopewa, mfumo wa elimu wa Tanzania mpya ambao tunaishia darasa la 6 badala ya darasa la 7. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nimekufanyia homework kukurahisishia majibu. Je, mfumo wetu tuliouchukua ni mzuri? Miaka 6 shule ya msingi, miaka 4 shule ya sekondari, miaka 2 high school na miaka 4 chuo kikuu. Na sisi waheshimiwa wabunge tutathmini. Sasa hiyo kazi nimeifanya, na Watanzania wengi walikuwa wanakuwa na wasiwasi kwamba kuishia la 6 huenda ndio elimu yetu kwanza inaenda kudorora kabisa. Lakini kabla ya hapo niongea jimboni mwangu kwamba jimbo la Msoma vijijini tunaenda vizuri, kwa sababu sisi tuna shule za msingi 120, tuna sekondari 32, halafu tuna sekondari ya amali 1, na sasa hivi tunajenga sekondari kila kijiji. Kwa hiyo napeleka shukrani zangu nyingi kwa serikali na kwa Mheshimiwa Rais, kama kweli wanataka tutoe mfano wa elimu bora ni Msoma vijijini. Na tunajenga maabara kwenye kila sekondari. Sasa waheshimiwa, turudi kwenye mfumo wa elimu. Tanzania tumeenda 6-4-2-4. Kwa mwaka huu mifumo ya elimu ambayo ni bora kabisa duniani, yani top performing education systems in the world, the best in the world. Ya kwanza ni Singapore. Yenyewe ina madarasa 6, 3, 3, 4, yani 6, 3, 3, 4. Kwa hiyo mwanafunzi anasoma miaka 12 kabla ya kwenda chuo kikuu. Na sisi Tanzania tuna 6-4-2-4. Kwa hiyo Profesa Mkenda na timu yake hawajafanya vibaya,
ni 6 ongeza 4 ongeza 2, 12. Nchi ya pili yenye mfumo bora kabisa duniani ni Japan, yenyewe ina 6, 3, 3, 4. Ndugu zangu, nisiwe narudia, yani 6 ni primary school, 3 ni junior secondary school, 3 senior secondary school na 4 university. Kwa hiyo sitarudia, nitaenda kwa hiyo tu. Finland ni ya 3 duniani, yenyewe ina 9, 3, 3, na yenyewe miaka 12 kabla ya chuo kikuu. Ya 4 duniani ni South Korea, ina 6, 3, 3, 4, na ya 5 ni Canada, wanafungana na Switzerland, ina 6, 6, 4. Kwa hiyo ndugu zangu waheshimiwa wabunge, na hata kule Msoma vijijini ndugu zangu walikuwa wanasema profesa, hii ya darasa la 6, ndugu zangu na wathibitishia tuko sahihi, hatujaharibikiwa na kitu. Lakini kabla ya miaka 6 kuna ile ya shule ya awali, kindergarten. Hiyo inategemeana na umri wa mwanafunzi, na ni kama Tanzania ni kati ya mwaka 1 mpaka 2 kutegemeana na umri wa huyo kijana anayepelekwa kwenye hiyo shule kindergarten. Sasa kipimo cha pili kama tunaenda vizuri, hiki ndicho naomba profesa na timu yako, hiki hatujakifanya tukifanye. Last time niliwaeleza, lakini nadhani safari, yani sasa kila mtu anasema na mfumo mzuri. Sasa upi mfumo mzuri zaidi ya mwingine kimataifa? Kuna kupimana, na yanaenda kupitia mashindano ya wanafunzi duniani, na sisi inabidi tukashindane huko. Mfumo wetu hauna matatizo, sasa tuone ubora wake ili tuboreshe, na mashindano haya yanafanywa na wanafunzi. Bado. Ya kwanza inaitwa Program for International Students Assessment, PISA. Miaka 15 wanafunzi wanashindana kusoma hisabati na sayansi. Na ya pili inaitwa Trends in International Mathematics and Science Study. Na ya tatu ni Progress in International Reading Literacy Study. Kwa hiyo hizi 3, bajeti ijayo naomba Mheshimiwa Waziri ukija utueleze vijana wetu wameenda huko wamefanyaje. Kipimo kingine ni kipimo cha kila taifa lilivyoelimika. The most educated countries in the world. Kwa mwaka huu 2026, ya kwanza ni Canada. Maana yake ni kwamba 65% ya watu wenye umri mkubwa wa Canada walimaliza masomo ya sekondari wakaenda kupata mafunzo, wakapata vyeti baada ya sekondari, tertiary qualification. Ya pili ni Ireland, ya 3 ni South Korea, na ya 4 ni Uingereza, na ndio mtindo tunaotumia. Uingereza 54% ya watu wenye umri kati ya miaka 25 na 64 wameenda kupata masomo zaidi ya masomo ya sekondari. Kwa hiyo hii wa Tanzania naye tujipime tertiary qualifications kama tunazo. Kwa hiyo hatujaenda vibaya. Sasa naanza mapendekezo. Pendekezo la kwanza, kwa mwaka huu wa fedha 25-26 tuna wanafunzi toka form 1 mpaka form 6 ni milioni 300.43. Milioni 3.43. Mheshimiwa Waziri, napendekeza angalau 50% ya hao wanafunzi wawe wanasoma masomo ya science. Pendekezo la pili, tujenge maabara kwenye shule zetu zote za sekondari. Pendekezo la tatu, na hili ni muhimu, la tatu hili, kwenye kila maabara zetu za sekondari lazima tuwe na technicians ambao ndio wanaendesha hizo experiments, sio walimu. Mimi wakati nasoma Mara sekondari nilikuwa na technician, wakati wote nikitaka kwenda kufanya majaribio ananifungulia bila hata mwalimu kuwepo. Pendekezo la 4,
tunapaswa kuwa na maktaba zenye kompyuta, maktaba. Na hizi kompyuta ni muhimu kwenye maktaba kwa sababu vinapatikana vitabu ambavyo hununui chochote, viko online, badala ya kung'ang'ana kuagiza vitabu. Pendekezo la 5 ni uhusiano, namalizia. Pendekezo la 5 ni uhusiano kati ya walimu na uwiano kati ya walimu na wanafunzi, yaani ukubwa wa madarasa yetu. Kwa kuwa fedha ni matatizo, turudi ile ya zamani niliyosoma mimi, shule za msingi watu 45 darasani, sekondari 35 na high school 25. Na hii sayansi ni lazima tutafute walimu wengi wa sayansi, kwa sababu ukiangalia physics yenyewe ina branch 9, chemistry ina branch 10, hesabu ina branch 6, biology ina branch 8. Kwa hiyo ndugu zangu, tunahitaji walimu wengi wa science. Pendekezo la 6, tunataka tuwe na technical schools, secondary schools kama ilivyokuwa Ifunda na Moshi. Ya 7, muhimu sana, VETA ishuke kwenye kila halmashauri, iwe na VETA moja. Pendekezo la 8, na karibia kumaliza. Pendekezo la 8, tuwe na technical colleges ambazo tunaita polytechnics, ambayo mfano wake ni kama ya ile ya zamani Dar es Salaam Technical College. Pendekezo la 9, tuwe na vyuo vya aina 2, vyuo vya kawaida kama vya Dar es Salaam, alafu tuwe Profesa, muda wako umeisha. Namalizia tu hapo. Lakini kwa sababu haya ni summarize. Naomba maliza kwa haya, namalizia mwenyekiti, asante. Mwisho ni kwenye kumalizia, mwisho tuweke hela kwenye utafiti na tutumie pasenti 1 ya GDP. La 11, COSTECH nilipendekeza lazima iwe foundation, COSTECH iwe foundation. La 12, wizara isaidie vyama vya kitaaluma vimekufa nchini, yaani kama vyama vya machemist, vya physicists, mathematicians vifufuliwe. Na la 13, profesa, uimize sekondari universities zianze kuwa na endowment, yaani pesa zilizotunzwa kusaidia mambo ya utafiti na nini. Sasa ukichukua lichuo likubwa kama la Harvard, endowment yake, hela ilizotunza kwa matumizi yake ni dola bilioni 55, bilioni 55. Alafu ukichukua ya Texas wana bilioni 45. Kwa hiyo vyuo viwili hivi vya Marekani, Harvard na Texas, vina bilioni 100 zimetunzwa, zinazidi bajeti yetu ya bilioni 95. Na mwisho ni kwamba dira yetu ya maendeleo, ili tufanikiwe, ni lazima tuwekeze kwenye masomo ya science, na ni lazima. Asante sana. Asante. Nashukuru mwenyekiti. Asante sana. Nakushukuru kwa mchango wako mzuri. Jamani, nimemwongezea muda kidogo, anaongea mambo ya kitaifa.